Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Abdulsamad Mohamed, mimi natoka maeneo ya Mkoe na ni mara ya pili kuja Kiangu. Nimefurahi kujumuika na nyinyi. Natarajia tuwe na mkutano mwema na tutarajia kusikia mengi kutoka kwenu. Asante. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Mohamed Skanda, ni mara ya pili kuja Basuba pia mimi, na katika kikundi hichi la bunge la vijana mimi nawakilisha kama spika wa bunge hili, na leo tuko hapa kuja, tumetoka sehemu tofauti tofauti. Kuna watu wametoka sehemu za Hindi, kuna wale wametoka sehemu za Mpeketoni, vijana wa kaunti mzima ya Lamu. Si tunajua Lamu iko na wodi 10, si ndio? So vijana kutoka wodi 10 mpaka wengine, tuko na wageni kutoka Nairobi ambao tuko na wao hapa. Tumekuja kusikiliza sauti ya kijana. Tumefurahi sana, mbunge wetu wa kike hapa ameongea lugha kabisa, si tumemwelewa kwamba ile shida ambayo iko hapa inakumba kijana izungumzwe leo bila uoga. Tumekubaliana iko shida mambo ID, iko shida mambo ya kazi, iko shida ya mambo ya ubakaji, iko shida ya mambo ya kila kitu ile kijana anapata, anateseka nayo, izungumzwe hapa wazi kabisa, ili sisi tuweze kuchukua na tuwasaidie na tusaidiane, si ndio? Nia yetu tunataka Basuba pia na wao wa feel kama yule mtu mwingine ambaye yuko katika Kenya, sio kama mtu ambaye si Mkenya, sawa, si ndio? Kwa hivyo tuko hapa na wageni pia ambao wako hapa, tusaidiane, tuzungumze, mtu asinyamaze, ile kitu ambayo ako nayo aongee, sawa, si ndio? Ile shida mtu ambaye ako nayo ni elimu, hospitali, kila kitu ile ambayo iko barabara, mnazungumza. Mimi itakuwa na take note hapa, naandika, alafu hao wakubwa ambao tuko nao hapa tutasaidiana na wao kuhakikisha tumesaidia vijana wa Basuba kuendelea, sawa sawa. Kwa hivyo kwa haya machache, naomba Mungu atutilie taufiki tuweze kufanikisha mkutano huu wetu. Asante. Wacha nianze na wewe chief. Jambo. Huyu wa kwanza huyu, wengine wote mnajua. Na huyu wale ambao wamesema nimetoka Mkoe tunafahamiana, ndio? Karibuni yangu community development na shida nao. John Hind, the subject is summary na kama sio sahihi kwenye maendeleo. Welcome, karibu kwa agenda tata. Nitakomenti baada ya shaongelewa mengi sana, mwisho kule nitakomenti. Kisha kwa captain kwa mwenzangu pia anaitwa Delo. Yeah. Kama mwisho kule. So karibuni wanjani jamaa. Ndio? Youth. Speaker. Shukran. Chief, wewe unasema wa mwisho. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Majina naitwa Mohamed Saad Mohamed. Mimi nafikiri hapa ni nyumbani, kwa tunatoka Kiunga na mimi kimajina naitwa Mohamed Saad Mohamed, na mimi hapa nasema ni nyumbani kwa sababu natoka Kiunga, upande wa Kiunga kule. Na nyumbani haswa ni Mkokoni. So hapa mimi ni nyumbani, mimi na Kiteto ni watu wamoja, na najua kwamba leo niko hapa najivunia kwa sababu niko hapa kusaidia ndugu zangu na majirani zangu na watu ambao tumeinuka pamoja. Na naamini kwamba zile changamoto tutapitia kule Kiunga ni changamoto pia hapa ziko. So huu ni uwanja wetu. Leo tutambue zile changamoto tuko nazo, ni matibabu, ni elimu, ni kimaendeleo na mabadiliko kabisa ya kidunia. Ni kwamba tutambue moja moja, tujue ni jana gani tuweze kuisukuma na hizi sehemu za kwetu tuweze kubadilisha.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naona watu hawana furaha. Kwa nini? Na hili jambo lenye limekuja hapa ni jambo lenye litakuwa na furaha zaidi hapo mbeleni. Nashukuru nimetembelewa na wageni, na kama Athmana alivyotangulia kusema, ni mwanzo kuona vitu kama hivi vikifanyika huko kwetu kwa ground. Si ukweli hiyo? Lakini inshallah Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima itakuwa ikifika kwa uwezo wake Allah. Sawa? Itakuwa ikifika sasa, kila wakati chenye kitakuwa kikitokea kule tutapush in, wakuje wajionee chenye kinachoendelea huku chini. Ndio? Mimi leo sina mengi ila ni kuwakaribisha hawa wageni. Chenye ametuletea tukipate. Sisi pia tutakuwa tumepanda mahali, si ndio? Kwa hivyo tunashukuru sana kwa hiyo timu yenu, na mjisikie mko huru, mko nyumbani. Ile tension ya kwamba ati mambo na security wise iko sawa kabisa, hiyo nawahakikishia. Security iko sawa kabisa. Kwa hivyo karibuni sana na inshallah tuko pamoja. Sio, wote jitambulisha mwisho. Karibu. Tuna mgeni wetu kutoka Nairobi. Tunamleta. Kwa majina ni Edwin Mulimi. Mimi ni rafiki wa vijana wa Lamu. Na leo ningependa kuwashukuru kwa kutukaribisha Basuba, na kama spika alivyosema wa bunge la vijana, tuko hapa kusikiza sauti za vijana, na nina furaha kuwa baadhi ya wale ambao tumepata fursa hii, na natumai kwamba hizo sauti tutasikiza leo, na hao viongozi wa vijana ambao wako hapa wataona jinsi mtakavyoshirikiana ili tuweze kutatua shida hizo na kuinua sauti ya kijana wa Basuba. Kwa hayo machache, natumai tutazidi kujuana mkutano wetu huu ukizidi kuendelea. Asanteni. Shukrani. Habari, karibu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wazee wamelala. Assalamu alaikum vijana. Kitete, assalamu alaikum. Uko sawa? Sawa sana. Mimi naitwa Ali. Mimi ndiye rais wa bunge la vijana katika kaunti ya Lamu, na mimi siwezi kusema kwamba leo ni pili kuja hapa. Nafikiri mimi leo ni zaidi ya mara ya 5 kuja hapa. Nimekuja kwa msafara mwingine na mwingine. Leo naweza sema ni mara kwanza kuja na Lamu Youth Assembly hapa, na tumekuja kusikia malalamishi yenu ili tuweze kuyafikisha hapa na postahili. Na ningeomba wakati tukifungua mdahalo huu tuweze kusikia yale mambo ambayo mweza kuyapitia hapa, ndio sisi tukirudi kwenda kukaa katika lile bunge letu la vijana tuweze kujadili na tuweze kuangalia ni vipi watu wa Basuba kupitia Kiangwi na Malimani, Mararani na sehemu za Bodhei kule, ni vipi tutaweza kusaidiana kuweza kupata huduma mbalimbali. Sio? Nimeambiwa wakati nikiingia na wakati wa nyuma kwamba kuna mambo ambayo mwapitia kama mambo ya madaktari, mambo ya shule. Kwa hivyo ningeomba kwamba tuweze kuzungumza sote, tuweze kujitolea na kuelezea, na tuweze pia kuchangia na pia tupate suluhisho. Mwisho tutakuja kuangalia tutasaidiana vipi ili tuweze kukuza mji wetu wa Kiangwi. Asanteni, nafikiri nitakuja kuongea mingi zaidi baadaye. Shukran. Head menano. David ngoma da gigale. Ama tutacheza ngoma baadaye tukimaliza. Unataka kucheza? Kuchangamsha. Wako tayari? Very good. Ako choni. Mboti mashine warko ame. Kingi mwenyewe, timu mashine. Alti sana.
Sasa acha tukule ngoma kidogo, tukule mziki, tu energize, alafu tutarudi, tutaelezewa maana ya hii Lamu Youth Assembly ni nini, ni nani wako ndani, ni mnyama gani, ni nini atakuja kufanya, na ni nini amekuwa kushia Halo scandal tizi scandal tizi ali kale alishare scandal
Asante sana, asante sana. Hiyo tima shida Altezina. 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 Sasa Altezina. 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 Aya. Mambo namna hiyo. Mambo namna hiyo. Altezina. Altezina. Timu Altezina. Asante sana. Haya, timu shida Altezina. Timu shida Altezina. 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 Tuache Altezina. 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 Asanteni sana. Yes. Hiyo miguu ni automatic. Hizo miguu zao. Wale tulikuwa na mkutano. Hata hao ngoma pia waje wakae, wasikize mkutano. Ni muhimu. Mkutano ni wa vijana, tunataka kujua shida ya vijana, si mambo mageni. Yes. Mkae kando kando. Tufuate sheria za kiserikali pia. Ni muhimu. Tusivunje sheria. Na ni usalama wetu pia. Ugonjwa huko corona. Haya, tukaeni. David Ngomele, hey, kisha kalbasi tikalia. Kalia mkutano ndio sida. Assalamu alaikum tena. Kama nilivyosema ni kwamba naitwa Mohamed Salim Mohamed na natoka Kiunga. Mimi nawakilisha vijana wa Kiunga. Na tena nasema kwamba hapa ni nyumbani kwa sababu wingi tumekuwa tukipambana kimichezo, hata shule kule Mkokoni. Hata kibiashara. Nafikiri mnamjua Mama Jamila sio? Sana kufahamu na ndio tunaingia mashinani vizuri sahihi. Kuchambua na kuelezea sisi kama Lamu Assembly ni kina nani. Na ni nafasi yetu pia kuifahamu na at least tuweza kufanya kazi pamoja na wale vijana tuko nao. Bunge la vijana la Lamu nzima. Leo hivi tumefika hapa, waifahamu zaidi hii timu pia iko kule ground. Ndio maana leo tumefika hapa kwa sababu kuna vikundi vingi vya vijana lakini utapata ni zimekaa tu mahali fulani, hazifiki huku mashinani. Utapata zile changamoto zetu hazionekani. Lakini Lamu Assembly imekuja wakati mzuri. Imekuja wakati mzuri kwamba imekuja kuunganisha vijana wote wa Lamu. Kuanzia kule Kiunga Ishakani mpaka kule Witwood, Dewaride, Pandanguo, kila mtu anafaa kuwakilishwa. Ndio maana tukaanzisha hili bunge la vijana la Lamu. Na la pili ni kwamba sababu nyingine kwa nini tumekuja na hili bunge ni kwamba vijana sauti zao na nafasi zao zimekuwa zikiachiliwa kwa muda. Na hata zile changamoto tunapitia hazikuwa hazifiki kule. Na wenyewe nasema sisi ni viongozi wa kesho, lakini sisi tunaamini kwamba ni viongozi kuanzia leo. Hata leo hapa tuko na machief ambao ni vijana pia. Ni kwamba sisi ndio tunafaa kujenga leo na kesho. Ndio maana tukaleta hili bunge la vijana kwa sababu. Kitu kingine ni kwamba utapata mfumo mwingi wa zile groups na hata mfumo wa wale ambao wanatoa zile huduma wanakimbia sehemu hizi za grassroots. Lakini leo sisi tumefika wapi? Tumefika Kiangwi. Na tumefika Kiangwi, mbali na kuzungumza pia tutajionea. Kama ni hospitali iko pale, dispensary tukaangalie ni dispensary kweli. Kama daktari yuko, shule iko. Kuna walimu. Hizo ni vitu ambavyo pia sisi wenyewe tumekuja kufanya nini? Kujionea mbali na zile ambazo tutakuwa mkituambia. Hili ni bunge ambalo liko na ndoto ama vision. Na vision yetu ni kwamba tunataka at least tupate jamii ya Lamu kwa ujumla, jamii ambao inahusisha na vijana pia wenyewe wanaweza kuwajibika na wanaweza kuwa kipaumbele na wanaweza pia ongoza shughuli zile za kimaendeleo katika sehemu za kwetu. Hiyo ni ndoto ambayo tutakuona vijana sasa hivi wamewajibika, si
wamejitenga, wanatumiwa vibaya. Tunataka kutumiwa, tunataka kujituma, tunataka kuwatumia na tunataka pia kuwasukuma tupate ile mabadiliko ambayo yataleta natija sehemu za kwetu. Na kwa nini tutaachieve vipi vision yetu? Ni kwamba tuko na mission pia, ambayo mission yetu ni kwamba hili jahazi la Lamu Youth Assembly linataka kumsukuma kijana, kumkuza kijana, kumjenga kijana, kumpa uwezo kijana aweze na yeye pia kusukuma na kuwa kiongozi, mtu muhimu katika jamii. Na kuwa mtu muhimu katika jamii ni kwamba lazima ajengwe kijana ajione ako huru na yeye mwenyewe pia aweza kuongoza na aweza pia kuongea zile shughuli za kwao na changamoto za anapotoka. Na kupitia hizo vision na mission ni kwamba tuliweza pia kutengeneza malengo ya Lamu Youth Assembly. Malengo yetu ni kwamba kama tulivyosema ni kwamba ni kumjenga yule kijana aweze kuwajibika, kuchangia, kwa sababu hata kuna vikao vingine wanafanywa, lakini sisi ambao tunatoa zile shughuli za pale, sisi ambazo tunaziongoza zile decision, sisi hatuamui. Zile maendeleo ni watu wengine wanatukalia kule na wanatuamulia. So sisi tunataka vijana ambao watakaa chini wakisema kiangu kufanya hivi tunafanya. Wakisema hivi kunafanywa si haki, ni haki. Na kama budget ama mipango ya county pia ama ya national government haikuridhisha, wanasimama wanaongea kwamba sisi tunataka kufanya hivi na hivi kulingana na zile changamoto tuko nazo. Si watu kule mezani watu waamulie. Kitu kingine ni kwamba ni sera, tunataka at least kusukuma zile sera. Tunajadiliana anaweza saidika vipi, kama ni mvuvi wa kana anaweza saidika vipi akaweza kujikimu. Isiwe tu ni watu wanakuja kuchukua mzigo wetu kwa bei ya chini kabisa, wanaenda kujiendeleza wao. Huyu kijana atajengwa vipi? Ule mzigo atapata, atapata asali huko, atavuna asali. Ataweza vipi kuiuza ama kuongeza thamani ile asali, kijana apate nafasi na yeye pia aweze kujikimu kimaisha, kiuchumi, na aweze pia kuchangia katika yale maendeleo, ile siasa ya kimaendeleo ambayo inaleta natija katika jamii. Na Lamu Youth Assembly ni kwamba tuko na values zetu ambao tunaangazia ni kwamba ni uaminifu. Hiki chombo lazima kuwe na uaminifu mwingi, kuwe na uadilifu, na pia ni kila mtu afanye nini au sisi. Ndio leo tuko hapa, bali na kule kuna watu wanawakilisha Basuba, lakini pia tuko hapa kusikia sauti zenu. Kila mtu sauti, ni uongozi ambao unataka kila mtu ahusishwe, kila changamoto iangaziwe, na pia kama kuna mahali kwa kurekebishwa kufanya nini? Kurekebishwa. Hizo ni mojawapo ya value ambayo imejenga Lamu Youth Assembly kukaa pamoja na kufanya shughuli zake. Sisi pia tuko na structure, yani ni ule mpangilio, kwa sababu wengi ukiona bunge tumezoea kwamba kuna bunge lile la national ambao kuna mbunge wa huku la Muiz na mbunge wa la Mwezi, sio? Na wengine ni MCA. Sisi pia mfumo wetu ni wa bunge, lakini tuko tofauti na bunge ile la juu. Sisi tuko na MPs kule ward, sisi tuko na MPs. Na hii timu ilikuja vipi? Nilipata mwenzangu pia alikuwa anaulizia hii timu ilikuja vipi? Na ni vitu kwa tumezeeka katika mitandao. Ni kwamba tulikaa chini kama interim committee, tukaweza kuja chini tukaangalia kwamba tunaweza anzisha vipi ili bunge kuanzia mwanzo kabisa, kwa sababu tulikuwa hatuna chochote, hatuna sheria, hatuna hata communication plan, hatuna chochote. Lakini tulikuja tukakaa chini kama vijana wa Lamu, tukaona tuanzishe mfumo na tutengenezee na sera zake na vile utakavyofanya kazi. So tuliweza at least kubahatika kutumia ile interim committee kuweza kupata wabunge wawili ambao watawakilisha kila ward. Kiunga tukatoka, mimi nilitoka Mkokoni ambao ni upande wa Kiunga ward, na msichana alitoka Ndao. So mimi niliweza kuwakilisha Kiunga ward, watu wawili from Mkokoni na Ndao. Hizo nafasi zilikuwa mbili. Na Basuba pia kulikuwa na watu wawili, Faza kulikuwa na watu wawili. So tuko na wabunge 20 hapa Lamu. Kila ward wako wabunge wawili, mmoja mvulana na mmoja msichana. Hawa wabunge ndio waliweza kukaa chini pia na wao sasa kulingana na vile mpango tuliopanga wa kufanya election ama uchaguzi. Hawa bunge ndio waliweza kuchagua speaker na rais na naibu wake rais. Tulifanya election, wabunge ndio walachagua hao. So kupitia hao, after kuchaguliwa rais na naibu wake na speaker naye pia pale katika serikali yetu ama structure yetu ni kwamba tuko na wings mbili, moja ya upande wa bungeni na moja ya upande wa rais, ile timu yake ya mawaziri. So upande wa bungeni ni kwamba tuliweza kumchagua speaker kupitia wabunge, na speaker naye aliweza kuchagua watu ambao watasaidia zile shughuli za wapi pale bungeni. Speaker aliweza kuchagua naibu wake
naibu speaker akachagua majority leader ambaye anatoka Hindi, minority leader anatoka hapa Basuba Ward, then kuna majority chief whip ambao ni mimi natoka kule Kiunga, na pia aliweza kuchagua wale class ambao wanasaidia kazi pale bungeni. So na kupitia hiyo ofisi ya speaker, yeye pia aliweza kunominate kuchagua wengine zile chaguzi ambazo zili happen huku mashinani. So sasa tuko na wabunge 25, tuko na clerk 4, tuko pia na sergeant at arms ambao wanasaidia zile kazi za pale bungeni, na hao viongozi ama vinara wanasaidia zile shughuli za bungeni. So tuko na wabunge 25, 20 waliochaguliwa na 5 walikuwa nominated. Then tukija upande wa rais kule na wizara zake, ni kwamba rais ako na naibu wake wa rais, then ako na attorney general, ambaye huyu attorney general ni mtu ambaye kumsaidia rais kumpa mawazo kwa zile shughuli tunafanya zinaendana na sheria ya nchi. Na wengine ambao hapo pia wanamsaidia upande wa kidini. Je, dini yasema nini? Sana sababu sisi tuko guided na Qur'an na pia so hao ni watu ambao wako pale karibu na yeye, wanajaribu kumadvise rais. Then kitu kingine ni kwamba yeye ako na mawaziri 10. Mawaziri hao ni kwamba humsaidia rais pia kufuatilia zile shughuli zetu ambazo tunazungumzia. Kuna wizara ya elimu, kama juzi niliweza kuraise issue za Kiunga kule, upande wa elimu iko hali gani, Lamu East elimu iko hali gani. So yule ambaye anasimamia wizara ya elimu, yeye ndio mtu wa kwanza pale ambaye huwa ana follow up na wale washikadau ama wale wakubwa kule ambao kwa ofisini wanasimamia nini elimu. Kisha pia kama leo hapa ni kwamba kama tulivyokuja na naona kuona huyo daktari, ni kwamba kuna wizara ya health ya matibabu. Huyo ni mtu muhimu leo ambao zile issue tutatoka nazo hapa upande wa health, tunaenda direct kwa shikadau wa health kuuliza kwa nini Basuba Ward haijapewa services zake. Kwa nini Basuba Ward ama kwa nini Kiangu hakuna daktari? Huyo ndo ataenda na maswali kule na tujue na tunafuatilia mpaka hizi suluhu pia ziweze kufanya nini kusaidika. Na ya mwisho maybe kuhusia, maana tuko na wizara 10, tuko na ya usalama pia, tuko pia na ya blue economy. Utapata blue economy pia inaangazia upande wa port ambao iko hapa jirani. Na ni vipi kijana wa Basuba aliweza kupewa nafasi katika zile nafasi 100, na kama hakupewa ni nani ambaye anamtetea haki yake? So utapata ni changamoto na ni tunataka kuchambua vizuri, kama tukipewa nafasi huko upande wa Basuba tutapewa vipi nafasi zetu, kwa sababu pia sisi tuna haki, tuko Lamu na hapa ni Kenya na sote ni citizen. So hizo ni issues ambazo tutaziangazia kwa ujumla, na nafikiri tunafahamu kama usalama pia umezoroteka. So sisi kama vijana tumeweza kusaidiwa vipi kuweza at least kujikinga na hizi changamoto za kiusalama. So ni moja wapo wa issues ambazo tutakuwa tunaangazia. Nikimalizia ni kwamba Lamu Assembly kweli inakaa bunge, na watu wengi ufahamu maybe bunge ni siasa. Sisi hatuna wala hatuko katika mrengo wote. Sisi hatuko kwa mbunge huu wala MCA huu wala women rep. Sisi siasa yetu, kama ni kuzungumzia siasa, sisi siasa yetu ni haki za vijana, ni challenges za vijana ziweze ku address, na zile development zinaletwa ni development ambazo zinabadilisha sehemu za kwetu Kiangu. Ni development ambazo zinamwangazia mtu aliyoko mtu aliyoko Kiunga amesaidika vipi, si development zile za domokani. Na issue nyingine ni kwamba hili ni bunge ambalo sisi ni kujitolea. Bunge la vijana la Lamu ni bunge la kujitolea. Hakuna waliopewa magari, hakuna waliopewa mabodyguard. Sisi ni watu, ni vijana ambao kuna viongozi, kwa sababu sisi hao viongozi ambao nimewataja wote kule chini, pia tuko na viongozi 6 katika kila ward ambao wanajaribu pia kuwakilisha zile vijiji vingine ambao hao tayari ni 60. So tuko na timu kubwa, na wale vijana wote walioko Lamu wote wana haki na Lamu Assembly, na Lamu Assembly iko kwa ajili yao. Kitu cha mwisho nikimalizia ni kwamba huwa tuko na bunge pale Lamu, tunazungumzia issues zile ambazo hizo tutazipata hapa. Na huwa tuko na kamiti ambayo imezungumzia. Mwanzo tulipanga baraza za kwanza zilifanywa Matondoni ambao ni Mkomani Ward, ikafanywa na Hongwe na Father Ward. Safari kamiti ilikaa chini pia ikaangazia ni ward ngapi zingine ambazo zitafanywa. Wakaamua safari hii wanafanya Hindi Ward,
Shela Ward na Basuba. Na mimi yangu Kiunga Ward bado, lakini pia niliweza kusukuma kwamba lazima tufanye hizi ward kwa sababu ni ward ambazo zinapitia changamoto. Sasa hii nafikiri kuna mradi mkubwa pale ambao kuna nafasi zimetoka, kuna changamoto za kumiliki ardhi, kuna issue nyingi. So mimi nimeona pia ni muhimu nimeweka yangu Kiunga baadaye kwa sababu hizi ndio ziko karibu na nini? Na bandari, na wao pia lazima waangazie. Na pia ni wakati kuna issue tunafaa kufanya nini? Kuziraise kwa mapema kabla mambo hajamalizika. Na hii baraza sisi tunaitumia kuwapatia vijana nafasi. Waelezee zile changamoto ziko Kiangwi, mwingine kama nafahamu ya Mangae, ya Basuba, Mararani na zingine. So hii nafasi yetu tutaelezea zile issue. Pia hapa nafikiri tuna bahati leo tuko na viongozi ambao wanawakilisha ofisi tofauti. Nasikia hapa kuna mtu anawakilisha ofisi ya MCA. National Government pia wakilishwa hapa na machifu wote wako hapa. So sisi tumebahatika. Sababu zingine pia si rahisi kuwapata watu kama hawa. Lakini leo tumebahatika, timu yote iko hapa. Leo ni nafasi yetu pia, kama kuna shughuli ambazo hatuzifahamu, kama kuna kitu mnataka watuelimishe, watujulishe, leo ni nafasi yetu pia kufanya nini? Kuwauliza na watujibu, tutasaidiana vipi? Kwa sababu watu wakija pamoja suluhu patikana. So hizo ni mojawapo ya nafasi ambazo tunazipata katika hili baraza tuko nalo. Tulia nyingine ni kwamba pia huwa tunajaribu kuelimishana. Kama tumekuja na habari muhimu, tunatumia hili baraza kujulisha kwa sababu watu ni wengi na ile habari inafika kwa haraka. So hii pia ni nafasi yetu. Kama Lamu Assembly tunakuja at least naelimisha. Kama last week tuliweza kusaidia vijana at least ku revise ile course ambayo usimamiwa na government ambao zamani zikifahamika kama JAP. Wanaenda vyuo vikuu. Niliona group nyingine pia ilikuwa faza ya Lamu Assembly members ambao walikuwa wanasaidia vijana kujiunga na hizi TVET polytechnic. So tutazungumzia vipi polytechnic? Kijana wa Basuba anaweza pata vipi kwenda polytechnic? Ni changamoto gani pia anayefanya nini kupitia, na suluhu zije hapa tuangalie tutasaidiana vipi kusonga mbele. So hizo ni moja wapo wa issue. Na huwa tuko na bunge ambao tuwakaa chini wa bunge wote tuzungumzia katika hizi mzunguko wa sera. Huwa ni moja tu, tunakaa bungeni mara moja, na washikadau pia huweko pale. Tumeweza kusukuma mambo tofauti na mashallah tumeanza juzi ambao ni mwaka huu, tumeanza kuanzia mwezi wa pili, hapo ndo tuliapishwa. Lakini nafikiri matunda tumewaona, na matunda haya ni matunda ya vijana wote. Na mimi huamini kwamba niko na slogan yangu huamini, kwa sababu kutoka Lamu Assembly nimekuwa na motisha na morali kwamba huenda tukageuza ule mfumo ambao uko. Mfumo ambao Lamu Assembly unakuja ni mageuzi ambayo yataleta nini? Maendeleo. Na kama vijana wote tumeweza kujitokeza hapa, kwa bahati nzuri leo tukija hata tumepata vijana tayari washaka. Ni kwamba vijana pia wamejiorganize. Na zile issue tutaweza kuaddress, na kama vile naona hapa vijana ni wingi, nimeona pamoja tufanye nini? Tunaweza. Na nikiona pamoja tunaweza, ni vijana tufanye nini? Tunaweza. Na hizi issue zetu hapa hakuna mtu atakuja kutuzungumzia. Ni sisi wenyewe ambao tuko hapa. Ni sisi wanati ambao tutaraise hizi issue ziko hapa ili tuweze kupata suluhu. Na tukiweza kuraise hizi issue ziko hapa, ni kwamba naamini kabisa mbele itakuwa nini? Mbele itakuwa sawa. Mbele itakuwa nini? Sawa. Mbele itakuwa nini? Sawa. Asanteni kwa kunipa nafasi hii, na bado niko kama mtu pengine ataka zaidi pia kumuelezea, nitamuelezea. Na sisi tunapatikana, na kuna viongozi wetu hapa pia wanapatikana, na tutakuwa ground tukizunguka. So sisi tuko pamoja, tuendelee kushirikiana. Uwanja ni wetu na nafasi ni yetu. Mimi nitakuona kila mtu hapa leo asirudi nyumbani na dukuduku. Aelezee kama ni lawama atoe, ni changamoto atoe, ni wazo, ni suluhu, ni chochote kile. At least akifika hapa sema leo mimi nimeenda nikasimamia jamii yangu, nikasimamia Basuba, kuelezea kwamba tuko na hiki na hiki na tunataka fanya nini? Mabadiliko. Asanteni na Mungu awabariki. Aye. Ama sio? Na wala. Ailewezi. Bojengele tere mahali. Romna kita bojengele tere rom kwa kita isona. Zaidi sio?
Haya, sasa tumekaribia muda wa kuuliza maswali na mtapewa majibu. Wale maswali mtauliza ni ile changamoto mlionayo, na msiseme Madu Sufunu Barna ama Delo ama Chief hapa, nyinyi wenyewe muongee. Msabsiti wote sio ndio absolute mshiko. Kwa hivyo mtajiongelea wenyewe ile matatizo mko nayo kwa hospitali Dadabe. Sisi si wanasiasa, kaka muelewe hiyo kitu. Sisi si wanasiasa, hatuko hapa kwa siasa, hatuko hapa kumsaidia mwanasiasa. La, hata mimi ni mwanasiasa, lakini siasa iko kando na hii kitu. Nikija kwa Lamu Youth Assembly, siasa na ikakumfuko nyuma, nasahau. Tunafanya yale vitu youth inawatatiza, tuhakikisha wamepata msaada, tunaenda kwa serikali tuambie kuna kadhaa watu wasaidie. Si namna hiyo? Sasa mtu aseme walikuja kufanya siasa, walikuja. Hapana. Sisi hatuko kwa siasa. Na hatumsaidii gavana fulani wala nini. Sisi tunasaidia jamii. Tunataka kusikiza malalamishi ya vijana, tuende kwa serikali, tuende kwa LAPSSET, tuende kwa kila shirika tofauti. Hata MCA tunaongea naye, tunamwambia boss, kuna shida kadhaa. Tuhakikishe vijana wamesaidika. Ni kusukumana, tunawasukuma, tunawakumbusha majukumu ili wasaidie vijana. Hayo ni mazuri ama si mazuri? Hayo ni mambo ya kusawasawa ama yana shida? Ni matamu, sio? Kwa hivyo ndo tunafanya. Sasa ni wakati wa vijana ama mheshimiwa, ni wakati wa vijana. Kwa hivyo ni time yenu vijana muongee, na lengo na shabaha ni kijana wa Basuba wote. Ndio ongee, tusikie dukuduku lako, tuone tutasaidia na vipi. Sawa? Haya, tutaanza na nani? Wacha utajisemea mwenyewe. Hata unaruhusiwa kuongea hata lugha. Mimi ninatafsiri. Ahama rumea. Murdi marani. Murdi marani. Marana dizio. Mali, unataka kusema mawili matatu? Haya, chukua na mwalimu wetu hapa. Acha ajitambulishe na aongee mawili matatu. Karibu. Mimi tazungumza kwa niaba ya vijana wa Basuba kama mimi nikiwa miongoni mwao. Na ni kitu ambacho nimekiona, tumeambiwa tuwajelezea namna gani tutasaidika. Nilikuwa pale mlangoni nikasikia habari ya Polytechnic na watu walienda kwa wingi. Sasa cha kusikitisha, nilikuwa na wao nikikagua vitabu vyao na hawakujua naangalia nini. Kila mmoja tulikuwa tumekaa pale mkunguni. Cha kusikitisha na cha kuhuzunisha, sisi tuko katika daraja tofauti katika masomo. Sasa unakuta kuna wengi ambao wameenda pale, wengi walipitia skuli, pengine akaachia njiani, alikuwa akili hajakomaa, hakumaliza, hakuwa na ule kuweza kuandika mpaka jina lake namna ile. Alafu kumetokea nafasi unaambiwa twende Polytechnic. Niki forward back au nikirudisha hali ile ambayo ziko sehemu nyingine ambazo ziko nchi za nje, niko na mjomba wangu ambao alienda South Africa akasoma na alikuwa amemaliza tu CPE. Lakini kule kuna kiwango cha elimu kulingana na vile ulivyo. Kama ulisoma hukusoma, lakini unaweza kuwa na degree, ukaweza kuwa na masters, lakini kuna degree ya kushika kalamu na kitabu, kuna degree ya kutumia akili na mkono wako kwa kuona kitu na kufundishwa namna kutengeza. Sasa nataka tuangaze hili jambo kwa hali zile ambazo watu wako katika elimu, kiwango cha elimu tofauti. Itakuwa ni vibaya kwenda kuwekwa darasani ni wakati ule unaenda unafundishwa kwa muda ule wa madakika, kama ni pale unaambiwa dakika 35, dakika 30 inapita, mtu anapewa kitabu na kalamu. Na nilipowaona walikuwa shachukua muda, kwa sababu walipoondoka mimi nilikuwa niko hapa, tukaenda after tukarudi,
Sasa inakuwa cha kusikitisha, mtu anakuwa kitabu anatoa mimi nafanya wiring. Ukiangalia ile mchoro pale, uelewe anachora nini. Hata akiondoka pale akaenda kuangalia katika njia ya kujirupitia kazi yake pia anatatizika. Mimi ningeomba katika nyinyi ambao mnatetea hawa youth namna gani watajiendeleza, watu kama ni kwenda mtu ambaye amesoma aekwe daraja la mtu ambaye amesoma. Mimi sikusoma na nimesoma pengine sikufika mbali sana, unakuta unatoka pale unatoka patupu. Tumefundishwa wafaidikao ni wale ambao wamepitia nyanja hizo, japokuwa polytechnic lazima kuna practical na theory, lakini tuangalie hawa ndugu zetu wa kutoka huku Basuba kwa sababu siku wako nyuma, lakini wengi walioenda kule kimasomo hawana. Na kama itapoa kitabu na kalamu anakikunja kama jani la tumbaku anatia. Hebu turudini kule polytechnic, tuwaelezee wale ma lecturer, huyo principal, kuwe kuna sehemu tofauti. Kuwe kuna masomo ya theory, kuna masomo ya practical kwa wale ambao hawakupitia darasani. Wasipoteze muda mrefu mpaka nikasema hivi mnafanya kama ungelijishughulisha katika kibarua kwa fundi fulani, kwa mtu wa wiring, inakuwa ni bora zaidi kuliko kwenda kukalishwa darasani. Japokuwa tunapewa kula, tunapewa kila kitu, lakini ni kama tunapoteza wakati na pale uko na kile kitu lakini huwezi kukitumia. Kwa hivyo naomba ndugu zangu ni miongoni mwa hao, japokuwa nimevuka, lakini kwa kuwahurumia na kuwaomba, ningependa muende kule mkaangalie kuwe kuna darasa tofauti kama vile ambavyo South Africa wanafanya. Unaweza kwenda ndugu yangu kusoma, lakini ukija hapa wewe ni engineer. Na huyo ambaye nawaambia sahi ako na nafasi kubwa Port Mombasa, ambayo yule ambaye ako na degree na masters hamfiki. Kwa hivyo tuangalie kule na kiwango chetu cha elimu Basuba wote. Tusipelekwe na wimbi la watu, tuko darasani, good morning, you cannot even respond. Good afternoon, cannot even respond. What is the day today? Hujui utasema nini. Andika jina lako, inakuwa ni kitendawili tega. Tusiaibishane, tuwekwe katika daraja zetu kulingana na kiwango chetu cha elimu, ili nasi tukitoka pale ule muda tuwe tumefaidika. Asanteni. Aya, shukran. Adaubarni. Sasa digao no, sasa diga si wajua diga tendra zao na alafu mlikuwa na jambo la kuuliza, mkuuliza sasa mtaanza kulaumiana nyinyi kwa nyinyi mnaulizana tena. Na unataka kuuliza sasa hivi huyo hosted ni mgeni wa kutoka Nairobi, ndio mkubwa kabisa. Ndio ile jambo kwa rais, wewe ni mlamu mwenzangu. Huyu jirani mimi ndo wa hii area. Tunashukuru sisi mengi kusaidia youth. Level naweza mimi. At level of administration. Mpaka wakati wanalala mimi nimejaribu kuandika document ya kudescribe ya kurequest wao youth waende watoe certificate kama youth group, set group level. Bado hajafika CBO level. CBO tumepata baada ya kuisha kama self ndio tuende CBO. But takusitisha nimeletea document stick brother sana na sister zangu nimekuja. Changamoto ambayo iko kwa youth, humble background. Nafikiri unaelewa tunasema humble background. Yaani utakuta sahi right now tunaongea kuna watu wa school wamefukuzwa. Wako humu mitaani, Barigoni, Hindi, kila mtu mwenye shangazi yake mahali ameenda kabisa. Amefukuzwa shule nini? Kuna ile basari ya shule ya county ama ile national government kuna basari. Yaani haiko procedure. Inamaanisha mzazi, yani jukumu lake la kusomesha ile 30%, 70%, ile 30% ndio basari. Ile 70% mzazi kwa afford kusomesha mtoto inakuwa ni ngumu. Juu nini? Ile daily bread inamtatiza. Ataweza kumsomesha mtoto high school? Juu kama tunaelewana education section.
upande wa elimu sasa. Alafu transport barrier, shule mali ilipo na Basuba far away. Umenipata? Nilifika level kuandika nimeandika document na nimetoa kikundi cha vijana wa Kiangwe inaitwa Nguvu Kazi Youth Group. Hii ni document ambayo iko tayari kutolewa certificate na kufunguliwa account. So ilikuwa imebakia kwa hiyo document ni vijana wachangishe hivi wamekaa youth. Na document nasema ni vijana ambao wamekuwa 18 years mpaka 35. Then 35 years and below, not above 35. So hiyo ilikuwa accommodation yao, ilikuwa wa distribute pesa hata kama ni 100 wapate ile venye watafika Lamu, alafu afike pale social service wafungue atoe certificate in the bank, wafungue account. Hiyo pia imekuwa ni ngumu. So sijui nauliza Lamu Youth Bunge tutawasaidia vipi hao vijana kusupport hiyo document itoke, funguke account na itolewe certificate. Hiyo swali la kwanza. Kama tunaweza wasaidia hao youth. Maana hiyo level ilikuwa mimi wakati wamelala mimi nimekaa naandika, na hii ni kitabu handwriting hiyo. Baadaye ndo kaingia cyber kaitype. Inamaanisha kazi nilifanyia. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo. I'm wasting my time kuandika document ya vijana yangu venye atajiendeleza wale mpawa. Tunafahamiana? Kingine vijana na kitu kingine cha kuongezea kuhusu hii document. Hii group imekuwa formed result to kazi mtaani ambayo ilikuwa inaendelea countrywide. So madhumuni yetu ya hii document, hao vijana hata kama kazi mtaani itakuwa decline, yani itakuwa imegomeisha serikali tuseme mradi imesimamisha, yani sisi tuweze kuendelea kama kikundi vile vile na tufunguke, tushirikishe mpaka majirani wenzetu milimani Basuba tuexceed hiyo level. Hiyo ndio mission ya hiyo kikundi, yani tupanue ile maongezi yetu, kipato chetu vile tunavyotafuta ni ile kwa hustle, yani ile tunasaidia kidogo kama group. Otherwise nimekuja na mambo mazuri nimesikia. Shukrani bwana chief. Adho kabisa titembana sio? Lakini wakati tukinyamaza tu wache waende, alafu kisha baadaye tunaanza kufuatana wawili watatu, tunaumia shule, maji, nini, na wakati sasa ukuje wewe kama youth kuulizia haki zako ni vipi, mimi kama youth nafaa kuwa nimefaidi vipi, kwa sababu ukienda sehemu zingine Hindi kuna youth na ukienda kule utapata kuna venye wanafaidi, unauliza na mimi kivyangu nitafaidi vipi kama youth hapo Basuba. Hivyo pia mmeshindwa kujieleza nyinyi kama youth. Kuna changamoto nyingi sana mko nazo kama youth. Mtu akuja jielezee. Ni mambo watu wakienda ndo baadaye mnaanza kuongea. Naitwa Mwinyi Daudi na nafasi ya vijana pia liko bado. Hiyo pia iko na changamoto. Hii ya daktari, tuko na daktari lakini ni nyumba tu imekaa, madawa ni kidogo kama 2-3 zimerushwa na daktari mmoja, mara ako safari mara huku, ni mashida mingi tu. Na ile changamoto iliyoko ni mjamzito hapa kigonjeka, mama akitaka kuzaa hakuna mahali pa kusaidiwa madawa, mpaka boti tuagizie MCA mara chifu ndio boti ipate kupelekwa huko dispensary ipate usaidizi. Pia hiyo ni changamoto. Alafu changamoto nyingine, sisi upande ya wabodi huku tumekatazwa kwenda msituni. Kwanza ilikuwa tukijisaidia kutafuta asali kupeleka watoto shule. Sasa hiyo fee yenyewe ni shida. Watoto kuondolewa hapa mpaka Mokoe ardhi ni shilingi 2,000 kuendelea. Sasa hiyo sisi ni shida, hatuna hiyo pesa. Ndio sasa tukarudia kwa viongozi na waheshimiwa wafanye changamoto, watupangie upande wa serikali tupate usaidizi. Ni hapo tu. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Hassan Omar Haji. Mimi ni youth hapa Kiangwe. Sasa huku tuko na changamoto nyingi sana. Wenzangu wamesema kwamba changamoto ndio tupata daktari, safari, hii mambo ya kutafuta asali. Sasa niko na kitabu na mimi nataka kuongelea kama
youth. Ya kwanza, sisi youth tuko hapa Kiangu, tuseme Basuba Ward. Nafikiri kama tungekuwa kule Koholi huko hatungeona maeneo huko, lakini naomba mwangalie hivi muone hiyo uwanja ambao tunachezea bodi. Ni hiyo hatua 10 kwa 10. Na ingine kama tunaalikwa hivi, pengine kuna game tunaenda ama kuna mkutano mahali tunaenda, mpaka tunapiga simu na pikipiki zitoke kule ama ukanyage miguu kuanzia saa 10 usiku ndio ufike. Sasa kwa nini kama sisi wana youth hatuwezi tukaekewa mapikipiki hata kama ni 2, zikitokea shughuli kama hiyo zitatumika? Ndio tulikuwa tunaomba kama president mwenyewe ako hapa, hiyo pia aizingatie. Alafu sauti unaoendelea baba. Nyingine dispensary tumejengewa hapa dispensary iko, Mangai iko, lakini nadhani hiyo yote nyumba tumewekewa tu, mvua ikituzidi manyumba hizi zikinyesha tunaenda tunalala, jaba ikiingia tunaenda tunasaidia, kwa sababu haina kazi. Daktari analetwa wiki moja, wiki ya pili ameenda. Sasa alikuwepo, wiki nyingine hayupo. Kuna usaidizi gani tunapata kama sisi youth wa Basuba Ward? Afadhali hata kama ameondoka, zile madawa za muhimu zikuwe pale, kwa sababu hata yeye kama ameondoka, yuko msaidizi wake atasaidia pale. Mtu akizidiwa anaenda anapata matibabu kitambo yeye arudi. Sasa madawa ambayo zinatumika pale zinaisha ndio anaenda, na si kwamba anakuja na madawa mengi zinaisha. Na sisi hapa Basuba Ward si watu 10, tuko na vijiji 5. Sasa mwanamke anashikwa na ujauzito kule, anakimbizwa hapa, akiletwa hapa daktari hayuko, ameondoka. Akipigwa simu usafiri hakuna. Sasa ndio leo msione kwamba sisi wananchi tumenyamaza, si kwamba hili masikitiko ambayo tuko nayo. Sasa mimi namuomba president ama au MP wetu wa Basuba Ward nataka wazingatie sana, wafikirie na watie akilini hiyo malalamishi yangu. Wasiende wakasahau, wakaja wakasema hiyo tumesahau, tumerudi. Tuende kwa upande wa shule. Upande wa shule sisi tumesoma, lakini hiyo masomo yetu hakuna mahali tumefika, kwa sababu hiyo wakati ambao tukisoma ni wakati wa ni kama nasema kama wakati wa kule yake ilikuwa nimeanza 2 mpaka 2 nimeacha shule. Hapa sasa ama tuseme wanafunzi wa sasa ambao wanasoma, ile changamoto inawapata. Sisi zamani alikuwa tukisubiri hiyo mambo ya gari, marehemu chief Mahavi akiona sisi shule imefungwa hakuna gari, mara moja alikuwa anakimbia na anatuletea gari, tunapelekwa nyumbani. Ikifunguliwa ni hivyo, na ikifungwa kama hakuna gari ama transport yote, tunakanyaga miguu huko, tunakata shortcut ya Barigoni mpaka hapa Kiangu. Tunalala, wenye hapa wanabaki na wenye kupita wanapita. Sasa kama transport imepanda hivyo, boti ya county inatusaidia, tunashukuru, lakini hakuna mtu ambao akosi, hata tajiri pia kuna iko siku anakosa. Ile siku hiyo boti ya county imeingia kazi nyingine ama imeshikilia kazi nyingine, hao vijana wa shule wa huku watafika vipi huko? Iko haya, hii ni nursery, kuanzia hapo mpaka hizi zote ni class 8. Walimu ambao wako hapa ni 2 na watoto unaona zaidi ya 100 nafikiri. Hapo usaidizi umepatikana jamani?
namuomba president wa youth pamoja na wafuasi wake na MP wetu wa Basuba wote, nawaomba hiyo mzingatie na mfikirie sana. Sina mengi ila ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sina mengi, ni hayo tu. Msaidika lewashiro wakutara. Kwanza mimi kwa majina naitwa Fatima Shido Jilo. Kuruo fumo ate. Sasa wahenga walisema, nisikizeni Mgoni na Waswahili na Wagajuni, sijui ni Wakikuyu pia. Wahenga walisema huyu mjinga nani tongo na mjinga pia, weka sahani atakula, mkule pamoja. Ukikula yeye atakula, wewe utakula, yeye atakula, mara ataona atapapasa. Ukimbusu mkono tu hivi atasema chakula inaisha, na kumbe chakula iko. Na hawa mulisema youth group wazungumze. Kuna wengine wanaweza kuzungumza hadharani, kuna wengine hawawezi kuzungumza hadharani, wanaona haya. Sasa simando kuandikwa, wanaandikwa youth group simando, wala si mara yao ya pili, wanaandikwa wengine kule wamefaidika. Hawa wajinga wamekomana hapa wanapenda hapa. Ela tafadhalini tunawaomba youth group, ikiwa wamejikunja hili, hebu hii nguo kidogo nyulizeni juu waone nao watu wanaenda vipi. Mbona sisi kila tukiandikwa tunaendea nyuma tu, kila tukiandika tunarudia nyuma tu? Inawezekana hivyo? Mnaweza kufanya kazi pamoja? Sasa hii kuandikwa inaandikwa nini? Tuwaulize, si wanaandikwa msaidiwe kazi? Sasa fanyani hivi, mweteni kabila ingine watangamane na wapate waone, manake mumekula, sasa imebaki kushikwana hapa mkono. Tafadhalini hii nguo usoni muwaondoshe, na hii Kiswahili sisi hatujui, lakini mnachudhalimisha. Sasa nguruwe na paka walipika unto, hiyo unto wakaweka juu ya moto. Sasa huyu paka anaambiwa enda kashote maji, akaenda kushota maji, nguruwe anakula. Nguruwe anakula mpaka akitalati, hakuna kitu sufuriani, sufuria imekuwa kavu, hamna kitu. Jamani, ni nani amekula chakula hii? Hata mimi sijui. Ni wewe umekula paka, ni wewe umekula. Ni kama hao. Sahi ikiwa mmejitolea kuwaelimisha hawa, itoleni, simameni muwaelimishe. Habari ya kwenda kule kurudi mkutano, kuna youth group, kuna hivi, kuna conservation, kuna hivi, si mzuri hivyo, ni kunyonyeshana. Msimnyonyeshe, msimnyonye damu, muonyesheni njia vizuri na wao wafuate hiyo njia. Hamasha. Haya, sasa nataka tujaribu kujibu yale mashida imezungumzwa na mama. Amezungumza hapa wahenga, imenikumbusha hata mimi hizo siku za wahenga, japo si mzee. So ile kitu nataka kujibu ni zile changamoto ambazo tumechukua kutoka kwenu. Hapa niko na shida 10 ambazo zimetoka kwa vijana wa Basuba wote. Na vizuri sisi kama bunge letu la vijana huwa tunapenda kufanya kazi na serikali mbili, serikali kuu na ile serikali ndogo ya kaunti, kuhakikisha kwamba tumeaddress hizi issues. Nitazirudia haraka kama kuna moja ambayo nimesahau nikumbushwe. Sawa sio? Tumezungumza masala ya elimu, si ndio? Tukasema kwamba Basuba vijana wanateseka katika elimu. Mimi tu nianze kuuliza, hii ward mzima tuko na high school? Hatuna high school.
wodi mzima ya Basuba hatuna shule ya upili. Kenya mzima ukatembea, hatutapata wodi ambao haina shule ya upili. Kwa hivyo hii tayari inatuonyesha kwamba mumetengwa na mumenyanyaswa, na hii Mungu akitujalia, kitu ya kwanza tutaadress ni hiyo masala ya shule. Kwa nini watu wa Basuba wasiwe na shule ya upili? Badala ya kuteseka kwenda Arid, kwenda Mokowe, kwenda Hindi, wasisome hapa waletewe walimu wao hapa. Hiyo tumechukua. Ishu ya pili, tumezungumza kuhusu masala ya kikundi ambacho tayari kiko hapa, kimesajiliwa. Kinataka kusajiliwa. Mimi nataka kuhakikishia vijana wa Basuba na machifu wako hapa. Nashukuru sana chifu wa hapa ambaye ameweza kujitolea kutengeneza hiyo document mpaka sasa kusema anaenda mbio kuisajili. Rais wangu atabeba jukumu la kikundi hichi kuhakikisha ameletea vijana wa Basuba certificate yao. Hiyo tutaisuluhisha. Tumezungumza kuhusu masala ya TVET. Najua changamoto iko. Sisi tukitoka huku kwenda kusoma kule Lamu, ile process inakuwa polepole. Hatuwezi kama bunge kusema tutabadilisha, lakini ni ahadi kwamba sisi kupitia waziri wetu wa elimu tutaweza kukaa chini na wale wahusika wa TVET, tuwaambie kwamba watu wa Basuba wakija, na najua sasa hivi kuna vijana karibia 25 kukule, si ndio? Ambao wanasomea sasa hizi, si ndio? So tutakaa chini na wale ambao walimu wa kule, tuwaambie watu wa Basuba wakija, hii namna mnakavyowasomesha iwe zaidi ni mambo ya practical kuliko ile kusoma vitabu, si ndio? Kwa hivyo hiyo ni recommendation nzuri, tumepokea na tutaenda tukae chini tuelezane na wao. Issue ya health sitaongea, rais wangu atazungumza masala ya health. Ni namna gani wa mama na daktari wenu atakuwa hapa. Hiyo nitamwachia rais azungumze. Mambo ya bee harvest. Najua tamaduni yetu tangu zamani kama vijana aware ni masala ya msitu, si ndio? Insecurity imechangia hapa na hapa. Before niondoke, chief wenu hapa nitataka azungumze, yeye mwenyewe ni kijana, ni namna gani tunaweza saidiana between community, yeye na stakeholders wetu wa security, ndio muweze kupata namna ya kwenda kuvua ile nyuki, si ndio? Asali. Kwa hivyo hiyo chief nadhani tutasaidiana na yeye. Nimefurahi sana kuhusu yule kijana aliyezungumza masala ya football pitch. Sisi kama vijana tunajua hatuna kitu kingine tunaenjoy zaidi ya mpira, si ndio? Kwa hivyo inasikitika nikiona nyasi, na uzuri kwa hapa yenyewe goal tumekiwa kamba pale juu. Kule kwetu tunapotoka Lamu Shela wanajengewa kiwanja ile kama ambao mnaiona kwa Manchester United na wapi, kiwanja chini carpet na huku imewekwa mzuri ya 7-a-side. Kwa hivyo hata sisi mwakilishi MCA uko hapa ana rekodi pia yeye, nataka tuambie kwamba tutakaa chini ofisi yake na sisi na serikali ya kaunti tuone namna gani tutarekebisha viwanja vyetu inshallah. Hiyo ni point nzuri tumechukua. Kuhusu masala ya bodaboda ama ile means ambayo itakuwa inatumiwa kusaidia vijana, kama tuseme wamealikwa leo waende tuseme mahali kama Mangai wakacheze mpira, wamealikwa waende hizo vijiji vya ndani, namna tutakavyosaidiana inshallah ni point tumechukua. Tutakaa chini na komiti yetu hapa pamoja na bunge letu tuangalie wale donors. Huwa tuko na watu ambao tunafanya nao mashirika tofauti, wanapatiana hadi hizo mahonda mnazosema. Juzi tu Mokowe wamepatiwa tuktuk watu wa Mokowe pale. Kwa hivyo hata sisi watu wa Basuba tutaangalia ni namna gani tunaweza leta hapa hiyo tuktuk pia iwasaidie nyinyi kikazi na pia wakati wa transport. Hiyo Mungu akipenda tutakuwa inshallah. Ya mwisho ambayo nitazungumzia, mama amezungumza kitu ya muhimu sana. Maana ya bunge hili la vijana ni kuhakikisha ya kwamba tunaweza kuelimishana, kukuzana. Hatutaki kula na kipofu, tunataka tukule kila mmoja akijua anakula nini. Hata kama ni kipofu anajua anakula nini, asijue kwamba anakula wali kumbe ni sima. Sawa sio? Kwa hivyo kama bunge, wakati tumesema vijana wameingia, hii kikundi ya kwanza tumesajili ambao tumesema tutachangia isajiliwe. Hii ndio kikundi ya kwanza ambao tutachukua.
plus kile kingine ambacho kiko active kuhakikisha tunawapatia exposure, hata nyinyi mjue namna kuandika, hii pesa inapatikana namna gani, pesa ikiingia mtaitumia namna gani. Kwa hivyo Mungu akipenda, wale ambao wako katika hiyo kikundi, na kama kuna kingine ije kupitia hawa MPs wetu, ambaye ni mimi tu huyu hapa. Si mnamjua huyu kijana ni wenu, si ndio? Ama si wenu? Huyu ni wenu. Mwingine ni Kitete, si ni wenu? Ni wa huku. Kwa hivyo hawa wawili ni wawakilishi wetu. Pia wao wako na wenzao 6 ambao wanafanya huku mashinani. Kwa hivyo ni jukumu lao bwana mwakilishi. Ni jukumu lao kuwaelezea, sio hapa kwenye baraza, lakini wanafaa wakuwe na kikao chao, wawaelezee namna gani za challenge amwajui ofisi yako sasa ya MCA. Muwaite hao vijana. Kaeni nao chini, mujue wanafanya kitu gani na watu wao ni kina gani. Hata ni wao watawaonea. Ndio maana sikuja mimi sikutoka kwetu huko Lamu nikaja hapa kusema na wakilisha Basuba. Hasa kuna mwakilishi wenu. Sawa sio? Kwa hivyo naomba mkae na wao, muwasikize, muwaelezee, mujue namna gani mtaweza kusaidiana nao. Kwa hivyo kwa muda ambao si mrefu hizi tumezichukua, tutazinakili na hawa machifu ambao tuko nao, ma-MP ambao tuko nao, tutaregesha majibu yenu so soon Mungu akituweka hai. Before niondoke, naomba chifu azungumze namna ya mtakavovuna asali. Karibu bwana. Mmoja ni Shakule Tio. Ni wenu si wenu? Shakule ni kijana wa nani? Hebu ainue mkono. Shakule ni kijana wa nani? Ni mtoto wako. Kwa hivyo si ni mtu wa Kiambu? Mwingine anaitwa Omari. Omari kwa nini? Si alikuwa anazungumza hapa sasa hivi. Ni wenu si wenu? Mimi ni mtu wa Mararani. Mimi ni mboni si mboni? Sasa ni nini malalamishi yako? Mwingine anaitwa Lidiza wa Milimani. Si wenu si wenu? Mwingine anaitwa Alisulo. Alisulo mnamjua? Sulo mbele mimea? Si wenu? Haya yote yani. Kwa hivyo si mmeona mko na wakilishi kule mashinani? Si mmeona wapi mtalia na wao? Sasa sio? Sasa ilikuwa mjui. Lakini nataka iko Milimani. Si sawa? Haya. Imebakia nini bwana maka leo hapo? Malalamishi malika leo. Wewe nimea kunso. Na hii kazi sisi hatulipi hata shilingi moja. Ni kujitolea tuhakikishe hawa vijana majukumu wamepata, kazi wamepata, tusukume ile mahali zile ofisi husika. Tunasaidiana na hao wote ni vijana wenu. Sijui kama kuna malalamishi mengine mtalalamika. Kama kuna nyingine hiyo ni laana sasa itakuwa. Hapana. Si tumekuja hapa kuweka wazi. Si ndio? Tunaondoa usiku tunaweka mchana. Ama? Namna hiyo. Karibu chifu. Amin. Salamu alaikum tena. Mimi nilikuwa nataka niongelee maneno ya kwenda kutafuta asali. Mzee Omar Shongwe, unaweza kuwa shahidi yangu? Si huwa tunaenda kutafuta asali msimu wa asali. Sasa hii kuna mtu kweli anaweza enda kutafuta asali? Si mpaka iwe msimu wa asali. Na ikiwa msimu wa asali tunaenda twende. Si tunaenda. Kwa hivyo kabla mtu hajakuja kuongea jambo ni muhimu sana kwanza unaliangazia. Ni kweli hili jambo linafanyika ama halifanyiki. Kwa hivyo upande wa kutafuta asali sisi naona ikifika msimu huwa tunaingia msitu kutafuta asali, si ndio? Na kama ikiisha tunabakia kwa kijiji. Hakuna ati siku nimesimama hapa kusema hakuna mtu kwenda kwa msitu kutafuta asali. Nani atasimama shahidi aseme? Sawa, asanteni. Asante. Kabla nimkaribishe rais, tumefunga jukwaa lenu, tuliwapatia masaa mingi. Nataka kukaribisha ofisi ya MCA. Pia na yeye aseme kitu moja ama mbili. Si ndio? Si yeye pia amesikia? Si hapo na masikio? Sasa atuambie amesikia kitu gani na yeye pia kama ofisi ya MCA tutashirikiana namna gani. Karibu bosi. Na huyu mzee si anakaa hapa pia? Si anakaa na nyinyi? Si anajua shida zenu? Haya, mimi nimefurahi amezisikia pia yeye. Tutamsukuma mpaka atasikia raha. Karibu. Asante sana. Kwa fursa kama hii ya kuongea na vijana na changamoto kubwa nafikiri ni elimu.
ndio ukaona pia ukimwambia mtu duka usimame mweleze shida yako, ni pia elimu iko chini. Pia mimi nimefurahi kupata nafasi kama hii, maanake nina shida kubwa hapa ya kuieleza, kwa kuwa hawa youth hatuwarekebisha. Youth wanatokana na wanafunzi, kisha ndio wanakuwa youth. Lakini hapa kuna changamoto kubwa ya wazazi. Niko nataka sana hii nafasi nipate niwaelezeni wazazi, kuna jukumu moja hapa mpaka dakika hii haliyachukuliwa. Sisi tuna changamoto ya elimu. Shule zikifunguliwa, watu wajipange vizuri sana, kwa sababu sisi shule ikifunguliwa, shule kama ni boarding, Jumapili watakaoripoti shule, Jumatatu ndio class. Sisi shule zikifunguliwa, wahimiza wana, mimi tangile nimekuwa na boti hapa, nikaja na maji. Nilipokuja na maji, hili lilikasirisha sana. Nilipokwenda kuambia jamani, boti ile pale twendeni shule, mtawapeleka shule nini? Asema la, hatuwezi sisi kwenda shule, mpaka tuwetoe boti maksudi tuambue hii imekuja kutoka wanafunzi. So wiki 4 sisi hatuyaenda shule mpaka ikawa half time. Nikiwa half time ndio watoto wetu wanakwenda shule. Nafikiri hiyo ni changamoto kubwa kwa kuzalisha. Na changamoto nyingine pia, sisi tunapigana sana na serikali watutambue nasi. Watoto ambao wanasoma nasari sasa hivi, nafikiri mtamwambia madamu wa nasari awaingize watoto wake wa nasari pale, muangalie ile age ambao wanasoma nasari wanastahili kuwekwa salary 4 ama wanastahili kuwekwa nasari. Kwa hivyo sisi serikali kama imetusahau siku nyingi sana. Leo tumepata matifu vijana na wanawajibika usiao, lakini tuna changamoto ya basi ina changamoto. Leo hata nika mtoto pia kulingana na changamoto tulizonazo, tunamwambia nchi yako ina bendera rangi ngapi? Nafikiri hata kwambia mwanafunzi, na rangi ya manjano, rangi ya green inamaanisha nini? Hawezi kukwambia. Ngao inamaanisha nini? Rangi nyeupe inamaanisha nini? Hawezi kukwambia, kwa sababu ni kitu hatujakiona. Ni mwanzo ile tena ile, nafikiri haikutoreka kama ile ofisi ya kitu ile bana, lakini sio bendera ya Kenya ile. Hapo naiona ndio bendera ya Kenya ile, si bendera ya Kenya. Lakini nafikiri hiyo ni changamoto jamani, tunataka tuelewe. Ni hospitali kama mwenzangu alivyoingia hapa kusema tunakuja kuletewa daktari baada ya mwezi mmoja miwili, kwamba basi baadhi kuna changamoto hapo ndani. Na ni urongo. Nafikiri mmetuona tumekaa kwa amani hapa, tumekaa kwa amani, lakini changamoto hutupata. Kwa hivyo nataka kama hivi bunge la youth kama mwakilishi wa MCA atukule hatua tuweze nasi kuwakilishwa kama wa Kenya. Nafikiri kiwa ni dawa kupatikana pale, lakini mwenye ujuzi wa kupeana zile dawa. Nafikiri tukienda pale hospitali iko wazi, yuko mtu anatusaidia hapa kama first aid. Ameondoka? Ameondoka.
Lakini changamoto kubwa sisi hapa Basuba wote tunaomba, sio tupige simu tuletewe boti bwana, wataka iwekwe boti pale bandarini majini, kwa sababu ni Basuba wote nzima ndio ina changamoto hiyo, na kwenye Basuba wote kuna vijiji vitano. Kwa hivyo nafikiri mimi nilikwenda ofisi ya elimu pia, kulingana, kuna mwalimu mmoja aliumia hapa kuanzia shule zilipofunguliwa mwaka nzima, wa replace mwalimu wa kuweza kumsaidia yule mwalimu ambao kuna changamoto, kuna standard 1, 2, 3, 4. Mwalimu ni mmoja. Ndio utaona sisi elimu yetu kufikia njiani, kwa sababu mtu atasoma akiwa ni mtu mzima ambaye anastahili. Ukienda mtoto standard 4 ukiambia huyu ni mtoto standard 4 au standard 3, mtoto huyu mtoto form 1 au standard 3, kwa sababu serikali imefanya kiasi fulani. Tunapigana tunaitana kama hivi, tumekama kuitana hapa, tukambiana, tukiondoka tunaondoka. Amebaki hapa amebakia hapa. Changamoto kubwa tutazungumzani, tufanye nyingine, lakini action hakuna. Hii ndio changamoto ambao tunapata kwenye Basuba. Nafikiri tukitoka hapa tutakwenda kutembelea wanafunzi, na tukitoka hapa tutaingia hapo nasari. Pia mwalimu aliyoko wa nasari ni mmoja, watoto 100 mtaona pale. Kwa hivyo inastahili hata. Nafikiri kwa hayo machache asante sana, makofi mazuri. Sina ya kuongezea, manake tukizungumza mpaka wainafisha moyo. Kwa hivyo nataka kuchukua fursa hii kumkaribisha rais wetu wa kijana ndani ya kaunti ya Lamu, awezi naye kutumalizia na kufunga baraza hii kwa mkutano mzuri ambao tumekuwa nao, na yeye pia kuongea. Sasa nataka tayarishe mkono, fanya hivi, tengeza mzuri, natengeneza, mpe. Hapana, tumechelewa. Tengeza